Naam, mtoto wa Samia Suluhu anayejulikana kama Abdul Samia amejipata matatani tena leo baada ya madai ya kufariki zaidi ya watu 200 katika eneo hili analolimiliki. Wananchi wamzomea hadharani na kumfukuza mtu huyu aliyetumwa na serikali ya Samia Suluhu pamoja na Abdul Samia na maafisa wa polisi wa Tanzania kusema ya kwamba hakuna vifo vilivyotokea katika mgodi wa Msasa Geita, na sasa wanamtaka Abdul Samia mwenyewe kuja kuthibitisha baada ya kuweza kumpigia kelele na kumfukuza mtu huyo. Watanzania wenye hasira wampigia kelele aliyetumwa na serikali ya Samia wakati ameshika kipaza sauti kuzungumza. Kama kawaida yetu, mtazamaji, kabla tusonge mbele, niambie unanipata vizuri ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanipata vizuri ukiwa taifa gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Taarifa zilizoibuka kutoka katika mkoa wa Geita wenye utajiri mkubwa wa madini nchini Tanzania zimezua hasira na sintofahamu nchi nzima kufuatia tuhuma nzito na zisizo na uthibitisho kuhusu eneo la uchimbaji madini linalojulikana kwa jina la Msasa. Madai hayo yaliyosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii yanaashiria kuwa huenda janga kubwa limetokea katika eneo hilo la Geita, huku shutuma zikielekeza kwenye mporomoko mbaya ambao unadaiwa kunasa na kuua idadi ya Watanzania, idadi kubwa ya wachimba migodi ambayo inazidi idadi ya watu 200. Hii ni kulingana na ripoti za mitandao ya kijamii ambazo sijathibitishwa, walakini hadi sasa hakujawa na uthibitisho rasmi wa kuunga mkono kiwango cha vifo vinavyoripotiwa, huku serikali ikisema ya kwamba hakuna vifo vyovyote vilivyotokea katika mgodi huo wa Msasa, na hili limeacha hali hiyo ikiwa katika hali ya sintofahamu, mvutano na uvumi. Katikati ya mzozo huo ni Abdul Samia ambaye ni mwanae Samia Suluhu ambaye ni rais wa taifa la Tanzania, ambaye pia ameingizwa kwenye simulizi hilo linaloendelea kupitia madai ya mtandaoni yanayomhusisha na maslahi ya umiliki yanayohusishwa na shughuli za uchimbaji madini eneo hilo. Tuhuma hizi hazijathibitishwa kivyake, lakini zimechochea hasira za wananchi, hasa miongoni mwa wananchi wanaodai uwajibikaji na uwazi kuhusu idadi ya waliojeruhiwa na idadi rasmi ya waliofariki. Kuhusika kwa majina ya watu wa juu kumezidisha hali hiyo na kuifanya kuwa nyeti kisiasa na kihemko. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa na wanaharakati mitandaoni, tukio hilo linadaiwa kutokea alfajiri ya Machi tarehe 29, ambapo sehemu ya mgodi huo iliripotiwa kuanguka ghafla na kuwazika wachimbaji ndani ya mashimo ya chini ya ardhi. Madai ya mashahidi yanayoshirikiwa mtandaoni yanaelezea matukio yenye machafuko, huku kukiwa na majaribio ya kukata tamaa ya kuokoa na kuongezeka kwa hofu miongoni mwa wafanyikazi na wakazi wa karibu. Hata hivyo, bila uthibitisho rasmi, akaunti hizi zimesalia kuwa madai badala ya ukweli uliothibitishwa na serikali, zikiangazia changamoto ya kutofautisha ukweli na uvumi katika hali zinazosonga haraka. Mamlaka ikiwa ni pamoja na vitengo vya polisi na maafisa wa mkoa wamejibu kwa kutupilia mbali ripoti za vifo vya watu takriban 400 au 200 na zaidi, wakisema kuwa hakuna vifo kama hivyo vilivyorekodiwa rasmi kwenye tovuti ya Msasa. Kukanusha huko kumewakasirisha zaidi sehemu za umma ambao wanaamini kuwa maelezo yanaweza kuzuiwa au kupunguzwa. Hata hivyo, baada ya maafisa wa polisi kuleta mtu mmoja ambaye ni muuza mayai kuja kuzungumza mbele ya umati kuwathibitishia ya kwamba hakuna vifo, umati ulikasirika na kuanza kumpigia kelele mtu huyo, na mtu huyo akalazimika kuweza kuondoka jukwani ili tu kunusuru maisha yake. Pengo kati ya taarifa rasmi na mtazamo wa umma limeunda mazingira tete ambapo uaminifu unazidi kutiliwa shaka. Inasemekana hali ya wasiwasi iliyoongezeka pale mwakilishi wa serikali alipotumwa kuhutubia wakazi katika eneo hilo. Maelezo aliyoshuhudia yanaonyesha kuwa afisa huyo alikabiliwa na mapokezi mabaya, huku umati wa watu wenye hasira wakipiga kelele na kukataa ujumbe uliokuwa ukitolewa. Haraka hali hiyo ilizua hisia kali, huku wananchi wakitaka majibu
na kusisitiza kuwa wanaohusishwa moja kwa moja na mgodi huo wa Msasa wazungumze hadharani na kutoa udhibitisho na sio kutuma watu. Mzozo huo unaonyesha kufadhaika zaidi juu ya ukosefu wa uwazi unaoonekana. Uwepo wa vikosi vya usalama vikiwemo vitengo vinavyohusika na udhibiti wa ghasia pia umebainishwa katika ripoti kutoka kanda hiyo. Kutumwa kwao kunasemekana kulenga kudumisha utulivu, huku umati wa watu ukikusanyika na hisia zikipanda juu. Ingawa mamlaka inasisitiza hitaji la utulivu, uwepo wa usalama unaoonekana umeongeza dhana kwamba hali ni mbaya zaidi, hata kama simulizi rasmi zinaendelea kukataa ukubwa wa madai hayo. Kinachoongeza utata ni madai kwamba ufikiaji wa maeneo fulani ya eneo la uchimbaji umezuiwa. Ripoti zinaonyesha kuwa waandishi wa habari na wananchi wamekumbana na matatizo ya kukaribia eneo hilo, jambo linalozua shaka zaidi. Madai kwamba baadhi ya watu huenda wamekatishwa tamaa na kuzungumza hadharani pia yameenea, ingawa haya hayajathibitishwa na yanahitaji kuchunguzwa kwa makini. Sekta ya madini nchini Tanzania, hasa katika mikoa kama vile Geita, ina mchango mkubwa katika uchumi wa taifa. Hata hivyo, pia imehusishwa na masuala ya usalama, hasa katika shughuli ndogo au zisizodhibitiwa. Matukio yanayohusisha kuporomoka kwa shimo hayajasikika, hivyo basi ni muhimu kwa mamlaka kujibu haraka na kwa uwazi wakati wote madai kama hayo yanapotokea bila kujali usahihi wake. Waangalizi wanaona kwamba kuenea kwa kasi kwa habari kupitia mitandao ya kijamii kumeongeza hali hiyo na kugeuza madai ya ndani kuwa suala la kitaifa ndani ya saa chache. Mtazamaji, hata hivyo, kulingana na ripoti zilizosambazwa kupitia mitandao ya kijamii ya Hilda Newton, ambaye ni mwanaharakati ambaye anapinga serikali mara kwa mara kupitia mitandao yake ya kijamii, aliandika hivi: nguvu kubwa inatumika kufunika vifo Msasa kwa sababu mgodi huo unamilikiwa na watu wafuatao. Aliandika hivi: wa kwanza ni Abdul mtoto wa Samia, wa pili ni mtoto wa Mombo, na watatu ni mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ambaye ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, so polisi wote wapo chini yake. Mwisho, jiulizeni, kama hakuna vifo, kwa nini wapeleke mpaka wauza mayai kuweza kuongea uongo? Kwa nini hawataki wachimbaji ambao walikuwa eneo la tukio waongee ukweli? Haya si matamshi yangu, ni matamshi yaliyoandikwa na mwanaharakati huyo ambaye alisambaza video hiyo akisema muuza mayai aliyepangwa kusema Msasa kuna vifo, wananchi wa mkata wa mwaga moto. Mtazamaji, hayo ni matamshi yaliyochapishwa kupitia mtandao wake wa kijamii Hilda Newton. Katika mazingira kama haya, habari potofu pia zinaweza kuenea kwa urahisi pamoja na wasiwasi wa kweli, na kuifanya iwe muhimu kwa taasisi rasmi kuwasiliana kwa uwazi na kwa udhabiti. Ya Msasa, hali ya sasa huko Msasa Geita inaonyesha jinsi masimulizi yanavyoweza kuongezeka haraka wakati kuna ukosefu wa habari iliyodhibitishwa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa kuhusishwa kwa majina mashuhuri ikiwemo la Samia Suluhu Hassan na mwanae kupitia uhusiano wa familia yake na mwanawe Abdul kunaongeza nyeti nyingine. Hata madai ambayo hayajathibitishwa yanaweza kuwa na athari kubwa za kisiasa mitandaoni, haswa wakati imani ya umma tayari iko chini ya mkazo mkali. Kudhibiti hali kama hizi kunahitaji uwiano wa makini kati ya uwazi, uchunguzi na mawasiliano ya kuwajibika. Wakati huo huo, wito wa uchunguzi huru kuhusu tukio hilo unazidi kuongezeka. Wananchi, wanaharakati na watu wa maoni wanahimiza mamlaka kuruhusu ufikiaji wazi kwa tovuti na kutoa masasisho ya wazi yanayotegemea ushahidi. Mahitaji si tu kwa ajili ya majibu kuhusu kile kilichotokea, lakini pia kwa ajili ya kuhakikishiwa kwamba viwango vya usalama vinazingatiwa katika shughuli za uchimbaji madini kote nchini. Mtazamaji, ni hayo tu niliyojaliwa kukuandalia katika habari ama video hii. Nijuze maoni yako kuhusiana na taarifa hizi kuhusu watu hao zaidi ya 200 wanaodaiwa kufariki baada ya kuporomokewa katika mgodi huo huko Geita. Vile mtazamaji, like video hii alafu subscribe, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.